محمد صلى الله عليه وسلم من كل وملازم ولم يرسل إلا لإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان والإسلام نوالا حكوم ومتنه isipokuwa ni kwa ajili ya kuwatoa watu katika kiza cha ukafiri na kuwaongoza katika nuru ya imani na Uislamu. أيها الإخوة في الإيمان في كل مكان وفي هذه المسجدة الشريفة بجانب katika imani katika kila pande ya dunia hii na katika kila sehemu ndani ya nchi yetu hii, na wale ambao tumebahatika kuja kufanya ibada hii ya Ijumaa ndani ya msikiti huu. Amma binisbati almawdu' alladhi sawfa natahaddathu ilayha al-yawm, ama katika upande wa maudhui ambayo tutakayoizungumzia leo hii ni juu ya asbabu allati addat ila takhallufi al-mujtama' al-islami wal-ummah al-islamiyya. Tutazungumzia mambo ambayo yamepelekea au yamesababisha umma wetu wa Kiislamu na jamii nzima ya Kiislamu kuendelea kubakia nyuma. Ni wazi na ni jambo ambalo lisilo shaka ndani yake kwamba jamii yote ile ni lazima iwe na steji za aina tatu au hatua za aina tatu. Hatua ya kwanza ni ile hatua ambayo inayozungumzia wakati uliopita, ambao kwa namna moja au nyingine ni hatua ambazo walizoishi au zama ambazo walizoishi wale waliokuwepo kabla yetu. Lakini hatua ya pili ni ile hatua ambayo inayozungumzia wakati wa sasa, na huu ni wakati ambao tunaendelea kuishi nao sisi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia kuishi katika zama hizi. Lakini pia hatua ya tatu ni ile ambayo inayozungumzia fi zamani mustakbal, katika zama na wakati inaokuja. Lakini kila zama zina majukumu yake ambayo zinatakiwa zibebe, lakini pia kila zama zina historia kuhusu mambo ambayo wamekwisha yafanya, ikawa ni sababu ya wao kuhama kutoka katika hatua moja na kwenda katika hatua nyingine. Yawezekana wale ambao wameyafanya ikawa ni sababu ya kuwatoa katika zama za kimaendeleo na mabadiliko na kurejea nyuma au kusimama pale ambapo walipokuwepo, na wakashindwa kutengeneza mustakbali mzuri kwa wale ambao watakaokuja. Na hivyo ndivyo ambavyo leo hii tupo katika zama hizi,
Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameendelea kutupa wahyi na nguvu pamoja na fikra na tukaishi katika zama hizi, lakini zama hizi tukawa tunaziishi kinyume na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka tuishi kwa mujibu wa taratibu ya maamrisho aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yale ambayo aliyotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa inawezekana kwamba kwa kutofautiana au kupendeza maagizo hayo ambayo tumetakiwa kuishi nayo ikawa ni sababu ya sisi kuendelea kubakia nyuma kama wale ambao waliopita, au inawezekana tukashindwa kutumia fursa na nafasi ambayo tuliyo nayo kuandaa mustakbali wetu uliokuwa mwema, lakini pia kuandaa mustakbali wa wale ambao watakaokuja, na kinyume chake tukaandaa mustakbali mbaya juu ya maisha yetu, au tukaandaa mustakbali mbaya juu ya kizazi ambacho kitakachokuja. Na hivyo ikawa ni sababu ya wale watakaokuja kukabiliwa aidha na mfumo wa maisha magumu na yaliyojaa taabu, na aidha watakabiliwa na mfumo wa maisha mazuri. Na katika zama hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ipo aya ambayo anayotuambia sisi tuliobahatika kuishi katika zama hizi. Anasema lahum ma kasabu walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun, kwamba wale waliopita wako ambao walioyachuma kutokana na matendo yao, wako ambao walioyachuma kutokana na fikra zao, na wako ambao walioyachuma kutokana na matendo waliokuwa wanayafanya, aidha kwa kupitia midomo yao, aidha kwa kupitia miguu yao, aidha kwa kupitia macho yao na fikra zao, aidha kwa kupitia mikono yao. Lakini na nyinyi pia yako wale ambayo mnayotakiwa kuyafanya kwa mujibu wa maelekezo aliyoelekezeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walakum maktasabtum, na nyinyi yako wale ambayo mnayotakiwa kuyatekeleza ikawa ni sababu ya kutengeneza mustakbali wenu mwema. Yawezekana wale waliopita wakawa kuna sehemu ya mambo ambayo waliyoyakosea au baadhi ya matendo yaliyokosea ikawa ni sababu ya wao kutoendelea, basi na nyinyi pia mna nafasi kuhakikisha kwamba mnarekebisha matendo hayo ili kujitengenezea mustakbali mzuri na kuweka misingi iliyokuwa bora kwa wale watakaokuja baada yenu. Lakini wala tusaluna amma kanu yafalun, lakini ninyi hamtaulizwa juu ya wale ambao waliokuwa wanayafanya. Na hii inamaanisha nini? Maana yake ni kwamba ninyi mtaulizwa juu ya ule umma ambao utakaokuja baada yenu, ni misingi gani ambayo mmeiwekea. Na hii tafsiri yake unaipata katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanayopatikana katika sura Yasin, pale ambapo aliposema kwamba inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa angalizo,
angalizo ambalo linalotaka kila mmoja ajitambue kwamba majukumu yake hapa duniani ni majukumu yetu. Ni mambo gani ambayo wewe kama Muislamu na kama binadamu kwa nafasi ulionayo, yawezekana nafasi hiyo inatokana na nguvu ya afya ulionayo, yawezekana nafasi hiyo inatokana na wadhifa ambayo ulionayo ya utumishi katika serikali au katika nyanja za kidini au katika sekta binafsi. Yawezekana nafasi ambayo ulionayo inatokana na nguvu za kiuchumi ambazo ulizonazo kwa wakati huo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha majukumu yetu ni yetu katika kila majalati ambazo zinazohusu mzunguko wa maisha ya mwanadamu ndani ya dunia hii. Anasema inna nahnu nuhyil mauta, hakika sisi ndio ambao tunawafufua wale ambao waliokufa. Lakini tafsiri ya kufufuliwa katika aya hii inaweza ikaenda mbali zaidi, maana yake haina maana tu yule kufufuliwa yule ambaye tayari amekwisha poteza mfumo wa maisha yake, bali anafufuliwa kutoa wahai yule ambaye pengine alikuwa anaishi katika hali mbaya ya kutokuwa na imani, na kisha baadaye wakapatikana watu miongoni mwa watu ndani ya jamii husika ambayo iliyokuwa imejikuta katika maasi, basi wale watu wakawa wanawalingania wengine kuja kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na kuishi katika dunia hii kwa mujibu wa taratibu ya maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia inawezekana kwamba jamii ambayo watu wanaishi ikawa imekithiri ndani yake dhulma, lakini baadaye wakapatikana watu wakaja kupinga dhulma hiyo na kuwaelekeza watu juu ya misingi ya uadilifu pamoja na haki. Lakini pia jamii hiyo inawezekana ikawa imekufa kutokana na kukosekana uadilifu na kuenea ufisadi na uharibifu ndani ya jamii hiyo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawatuma watu miongoni mwenu ambao watu hao kazi yao itakuwa ni kuwalingania ninyi na kuwakumbusha na kuelekeza katika njia iliyokuwa salama na kuwakatazeni ili muweze kuondoka katika yale machafu ambayo mliokuwa mnayafanya, ambayo yalikuwa yamejikita ndani ya nyoyo zenu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna nahnu nuhyil mauta, sisi ndio ambao tunawapa wahai na kuwafufua wale ambao walikuwa wamekwisha kufa. Lakini pia wanaktubu ma qaddamu wa atharahum, na sisi ndio ambao tunawaandika na kuorodhesha yale ambayo walioyatanguliza kutokana na fikra zao, yale ambayo walioyatanguliza kutokana na maneno yao, yale ambayo waliokwisha yatanguliza kutokana na matendo waliokuwa wanayafanya, yale ambayo waliokuwa wanayatanguliza kutokana na tupu zao kwenda nje ya yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewahalalishia. Lakini wa atharahum, pamoja na athari ya matendo hayo, ikiwa nini mliopo sasa, laiti itafanya yaliyokuwa mazuri, maana yake wale watakaokuja ikiwa wataendeleza mazuri yale na yatawanufaisha katika mfumo wa maisha yao, maana yake ninyi ambao ilikuwa ni sababu ya kuyatengeneza haya mazuri, maana yake kwa kadri ambavyo wale watakaokuja watakuwa wakiendeleza mazuri hayo, maana yake na nyinyi mtapata share yake, mtapata malipo yake. Na hayo kadhalika hivyo ndivyo ambavyo kinyume chake, laiti kama matendo yenu ninyi mlioko sasa yatakuwa ni mabaya, yatakuwa yanakwenda kinyume
na yale maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatakwenda kinyume na utaratibu wa maisha aliyofundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawa ni sababu ya kuacha athari iliyokuwa mbaya ndani ya jamii yako, na kisha baadaye wale mliowaachia athari hiyo wakaja kuendeleza yale mabaya mliokuwa mnayafanya. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba yale athari ya yale mabaya malipo yake yote na nyinyi mtakuwa na share yenu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa angalizo kwamba tutambue walikuwepo kabla yetu watu, lakini pia makubwa ya uwepo wa watu wale na kuondoka kwao ndio natija ya uwepo wetu sisi ambao tuliopo sasa. Na hivyo ndivyo ambavyo leo hii watakuja watu ambao ni natija ya uwepo wetu sisi leo hii. Kwa maana nyingine, sisi ambao tuliopo sasa ndio tunapaswa kuulizwa na tutaulizwa baada ya kuondoka hapa, ni mambo gani ambayo tuliyaacha kwa sababu ya wale ambao watakaokuja. Kama wale ambao waliopita pia wao wataulizwa namna gani waliweza kutumia wakati wao, namna gani waliweza kutumia fikra zao, namna gani walifanya matendo yao, namna gani walitumia nafasi zao kuhakikisha kwamba wanatengeneza mustakbali kwa ajili ya sisi ambao tuliopo sasa. Sasa hii inatupa taswira gani? Taswira ya kwanza ni kwamba tunatakiwa tujue wakati tunajadili al-asbabu allati addat ila takhalluf al-mujtama' al-islami, sababu zilizopelekea umma wa Kiislamu pamoja na jamii ya Kiislamu kubakia nyuma. Maana yake tunatakiwa tujitambue kwamba miongoni mwa sababu zilizopelekea sisi umma wa Kiislamu kubakia nyuma na kuwa katika hali ambayo tulionayo sasa, ambayo inayotofautiana na manhaji ya Mwenyezi Mungu ambayo ni Qur'ani tukufu, lakini pia manhaji ya hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo ni sunna. Maana yake ni kwamba sisi hatujitambui nini tunachotakiwa kufanya, hatutambui uwepo wetu ni upi ndani ya mgongo wa ardhi hii, lakini pia hatutambui majukumu yetu ambayo tunayotakiwa kuyafanya kwa ajili ya kujitengenezea mustakbali uliokuwa mwema kwa ajili yetu sisi, lakini pamoja na kizazi ambacho kinachokuja. Sasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ambaye ndiyo kiigizo chema cha umma huu,